nchi yetu tunatumia nusu trilioni ya fedha zinatoka zinaenda nje kununua mafuta ya kula. Juzi hapa Mheshimiwa Rais alikuwa anatangaza mgao wa zile trilioni 1.3. Fikiria zile hela zinaenda kufanya nini nchi nzima. Alafu jiulize kila mwaka nusu trilioni fedha zetu zinatoka kwenda kununua mafuta ya mawese Malaysia. Na ufunguo wa uzalishaji wa mafuta ya kula huko kwenye kilimo. Na kilimo kina kauli mbiu zake. Kilimo ni uti wa mgongo. Kilimo cha kufa na kupona. Lakini nusu trilioni kila mwaka, nusu trilioni. Tumechukua IMF trilioni 1.3. Trilioni 1.3. Tunazungumza mambo mengi ya kufanya nchi nzima. Hizo ni mkopo wa IMF. Lakini humu ndani nusu trilioni tunazitoa, zinaondoka, zinaenda nje. Nataka kulisisitiza ili kila mtu alifikirie, ajue tunachotaka kufanya nini. Na ukumbuke hizo nusu trilioni ni maslahi mapana. Yaani wako watu katika hii biashara wananufaika na utaratibu huo. Kila mwaka nusu trilioni ya nchi yetu inaondoka, inaenda kununua mafuta ya mawese na mafuta mengine ya kula. Leo tunakopa trilioni 1.3 ya IMF na tunajua inaenda kufanya nini. Sasa hilo uliweke kwenye muktadha huo, uelewe kwamba nchi hii tunaweza tukalima mazao ya kuzalisha mafuta ya kula tukajitosheleza. Hiyo kila mtu anajua. Kwa ni tatizo. Kama hujui, tizama matangazo ya kazi yanapotolewa. Watu wanaoomba ni wangapi? Sisi ambao tuko kwenye ubunge kila siku, mwanangu kamaliza chuo hana kazi. Mwanangu kamaliza chuo hana kazi. Na viwanda vya kuzalisha mafuta ya kula vinafanya kazi miezi miwili, miezi mitatu vinafungwa kwa sababu havina malighafi. Kwa hiyo ukiacha hiyo nusu trilioni na hama, kuna ajira chungu mzima hatunazo. Nataka tujitegemee kwenye mafuta ya kula. Na ufunguo wa kujitegemea huko kwenye kilimo. Kilichochagiza zaidi kuliko vyote ni bei ya mafuta ya kula imepanda sana. Sasa najua watu wengi hawajui, lakini ukifuatilia kwenye mtandao siku hizi ni rahisi sana. Simu zetu hizi zote unaweza Google. Ukiangalia bei ya mbolea imepanda. Angalia bei ya soya imepanda. Angalia bei ya mafuta ya kula imepanda. Na sababu zake ni zile zile asilimia kubwa. Mafuta ya kula bei imepanda, ukiacha uzalishaji mbaya wa soya ambao ulitokana na COVID vile vile pamoja na hali ya hewa. Kwa nchi kubwa kama Argentina, Brazil wanazalisha soya. Soya ni chanzo pengine cha pili kikubwa cha mafuta ya kula duniani. Cha kwanza ni michikichi. Ukienda nchi ambazo wanazalisha mawese, wanatumia vibarua. Vibarua wengi Malaysia wanatoka Philippines wanazunguka. Wakati wa lockdown mzunguko ulikuwa umezuiwa. Uzalishaji ukayumba kidogo. Kwa hiyo kuna uhaba duniani huko. Na kuna uhaba wa soya kidogo. Ndio unaona bei ya soya imepanda sana. Kwa hata sasa hivi ukiangalia alizeti bei imepanda kwa sababu watu wanatafuta haya mafuta tunaenda kununua huko njiani ambao wananunua barabara yamepanda bei kwa sababu bei ya mafuta imepanda. Sasa hii ni changamoto kwa walaji kwa mafuta ya kula, lakini ni fursa kwa wakulima. Kulima mazao ambayo yanaweza kaleta mafuta ya kula. Kwa hiyo sisi tumeamua kwa maana kwenye Wizara ya Kilimo karibia kila kitu. Pamoja hata tukiwa na kauli mbiu, lakini tunataka tuwe na mkakati. Kwa kuchambua ni nini kinakwamisha, afu tunaanza kukitatua. Baada ya kusema tu lima alizeti safi. Kwa nini hatulimi alizeti za kutosha? Baada ya kujua hilo tunaenda kulitatua. Changamoto kubwa ya kilimo cha alizeti ni kutopatikana kwa mbegu nzuri. Kwa pamoja na kupiga kampeni watu walime alizeti, tumeendelea kuhimiza sekta binafsi iingize mbegu za kutosha, bora, hybrid, kutoka nje kwa sababu hazitoshi
kwa ajili ya kuuza, kwa ajili ya wakulima kununua, na kuhimiza wakulima watumie mbegu bora. Tunaamini sekta binafsi bado inafanya, imekuwa ikifanya mwaka nenda mwaka rudi. Inaagiza mbegu kutoka India, inaagiza mbegu kutoka China, mbegu kutoka Australia, inakuja inauza, lakini mfuko mmoja wa zile mbegu ni shilingi 35,000. Bei ya gari kwa wakulima wadogo wengi walikuwa hawezi kununua hizo mbegu. Kuna mbegu nyingine zinauzwa shilingi 15,000. Lakini bado wakulima wanalalamika bei ni kubwa, wanashindwa kwenda kununua. Kwa changamoto hiyo ya mbegu nzuri za kuuzia wakulima inasababisha tutumie nusu trilioni ya hela zetu, tutahamisha nusu trilioni, na nafasi ya kuajiri wa Tanzania inapotea kwa sababu mbegu hazipatikani. Kwa baada ya kufanya uchambuzi tumesema, moja, sekta binafsi tunaendelea kuhimiza iendelee kuuza mbegu kwa sababu kwa wakulima wakubwa wamekuwa wakinunua kwa bei hiyo. Shilingi 33, 34, 35 kwa mfuko wa kilo moja, sio? Mfuko wa kilo moja. Wamekuwa wakinunua. Tunahimiza na naomba waendelee kuuza hiyo kwa sababu bado kuna watu walikuwa wananunua. Lakini wakulima wengi hapo Kondoa, Kongwa, Mpwapwa, Bahi, Chemba, wengi wanaona hiyo bei ni kubwa. Kwa hiyo pamoja kwamba ardhi hii ya hapa Dodoma na sehemu nyingi chungu mzima hapa nchini inawezekana, lakini hatatumia mbegu nzuri. Kama serikali isipoenda zaidi ya kauli mbiu. Kauli mbiu tu limeni alizeti za bora. Lazima tuwe na mkakati. Huo mkakati, na lazima niseme tumefanya mkakati kwenye ngano bila kutumia hata sumni ya serikali. Kuongeza kilimo cha ngano, tunaanza kuongeza. Tunafanya mkakati huo katika pamba. Hapo tunatumia fedha kwa ajili ya kuongeza tija. Tunafanya mkakati katika mazao mbalimbali. Kwa kauli mbiu sawa, lakini lazima kuwe na mkakati. Nini kinatupeleka kule? Kwa hiyo sasa kama serikali tumeamua kutumia sasa hivi bilioni 2.2 kuandaa mbegu. Bilioni 2.2 kuandaa mbegu ambazo leo tunaanza kuzigawa. Sasa hivi tuna tani 1,600. Tumekubaliana twende tusukume mpaka tufikie tani walao 2,000. Mbegu ambayo inauzwa shilingi 35,000 kwa kilo moja. Sisi tutauza mali popote hapa nchini kilo moja shilingi 3,500. Na sekta binafsi tunawaalika, njooni tengenezeni hela hapo kuzalisha mbegu. Njoo, ardhi hiyo itakuwa ya ASA, atakukodishia wewe kwa bei ya kutupa, zalisha mbegu, mwagilia, na mbegu zenyewe uuze, utengeneze faida, lakini bei isiondoke huko ambako tunataka kwenda. Kwa hiyo mtu yote anataka kutengeneza hela, kuna fursa ya kutengeneza hela kwa kuzalisha mbegu za alizeti.